Mwanamke huyo alivua nguo zake na kujiandaa kuingia baharini kusafu, lakini alipotazama vizuri akapata kuwa nguo ya kupiga mbizi aliyovaa haikuwa saizi yake. Hata hivyo hakujali, akaruka moja kwa moja majini. Hakujua kuwa hatua hiyo ndogo ingekuwa karibu kumgharimu maisha yake. Muda mfupi baadaye, wanaume wawili wakamkaribia kutoka mbali, wakamuonya kuhusu wanyama hatari baharini na wakamsihi atoke majini haraka. Lakini Lisa alidhani wanaume hao walitaka tu kumdanganya, kumvuta ufukweni ili wamteke. Akaamua kupuuza onyo lao. Wanaume walipoondoka, Lisa akakumbuka ghafla kwamba begi lake lilikuwa bado ufukweni. Kwa bahati nzuri, walipoliona, waliangalia tu kwa muda mfupi kisha wakaendelea zao. Lisa akapumua kwa afueni, lakini ghafla kitu kikaanza kusogea kwa kasi chini ya maji. Akashtuka, lakini ikawa ni pomboo mdogo. Akacheka kwa mshangao, lakini sekunde chache baadaye akaona mzoga wa nyangumi mkubwa ukielea karibu naye. Kabla hajajua la kufanya, ndege wa baharini waliokuwa wakila juu ya mzoga ule wakapaa kwa hofu kubwa. Kisha kivuli kikubwa kikapita moja kwa moja chini ya miguu yake. Wimbi kubwa likatokea ghafla. Lisa akaanza kusafu, lakini wakati huo huo kile kivuli kikajitokeza tena. Kiumbe mkubwa wa baharini kikajitupa juu yake kwa nguvu, kikamburuza chini ya maji. Akiwa mbali na ufukwe, Lisa akaanza kuogelea kwa uhai wake, akielekea kwenye mzoga wa nyangumi huyo. Kwa bahati nzuri, alikuwa mwogeleaji hodari, akaweza kupanda juu ya mwili wa nyangumi huyo. Alipokuwa akipumua kwa shida, samaki yule mkubwa akaanza kuondoka polepole, lakini hakujua ameondoka tu ili kuchukua kasi na kurudi tena kwa mshambulio la pili. Sha!